Yes. Wanasema kila familia ina siri. Lakini siri ya familia hii ilikuwa mbaya kuliko kifo, kwani ilisababisha laana ya maisha. Ilikuwa usiku mmoja na mvua ilikuwa ikimwagika. Pombe ilisababisha kuzaa tukio ambalo halikupaswa kutokea. Na miaka ilivyoenda baadaye, bila kuelewa, mama na mtoto pamoja na mjukuu wakaingia penzini bila kutegemea, na laana ikatokea, laana isiyoelezeka, na hatimaye walichodhani ni mapenzi kilikuwa mwanzo wa maangamizi, na walichodhani ni bahati kilikuwa laana ya familia. Karibu sana ndugu msikilizaji wa Simulizi TZ. Nikukaribishe katika simulizi mpya, simulizi inayokwenda kwa jina la Laana ya Familia. Mimi langu jina ni Mr. A Romantiki kutoka hapa Simulizi TZ. Jambo la msingi, usisahau kusubscribe chaneli yetu ili tuweze kwenda pamoja katika simulizi hii iliyokuwa na mafunzo makubwa, iliyokuwa na msisimko wa matukio. Tafadhali tusonge pamoja katika Laana ya Familia. Na huu ni mwanzo wa sehemu hii ya kwanza. Mvua nzito ilikuwa ikinyesha usiku huo katika kijiji kidogo cha Mwambao kilichokuwa pembezoni mwa mji wa Tanga. Radi zilipasua anga, huku upepo mkali ukitikisa miti, tena miti mirefu ya minazi. Watu walikuwa wamejifungia ndani, yani ndani ya nyumba zao, wakihofia dhoruba hiyo kali iliyotanda kila kona ya kijiji. Ndani ya nyumba ndogo ya udongo iliyoezekwa kwa bati kuukuu, mwanamke mmoja aliyekuwa akilia kwa uchungu alikuwa amelala juu ya mkeka wa zamani. Jina lake mwanamke huyo aliitwa Neema. Neema alikuwa na ujauzito wa yapata miezi 9. Maumivu ya kujifungua yalikuwa yameshika tamu, tena kwa nguvu sana, kiasi kwamba alihisi kama maisha yake yalikuwa yanafika tamati. Jamani, nisaidieni, alipiga kelele huku akijishika tumbo lake. Pembeni yake alikuwepo mume wake aitwaye Juma, mwanaume maskini aliyekuwa akifanya kazi za kubeba mizigo bandarini. Uso wake ulijaa hofu na kuchanganyikiwa. Hakuwa na pesa za kumpeleka mke wake hospitali. Mwisho wa siku alisema, ngoja nikamuite mkunga. Pole mke wangu, subiri niende, subiri, alisema kwa haraka, huku akifungua mlango na kutoka nje kwenye mvua kubwa. Hakujua kwamba usiku huo ungekuwa mwanzo wa laana kwenye mvua hiyo kubwa ambayo ingetafuna familia yake yote kwa miaka mingi. Basi Juma alikimbia kwenye matope akiwa anaelekea kwenye nyumba ya mkunga, yani mkunga wa kijiji. Radi zilizidi kuendelea kupiga huku zikimurika njia kwa vipindi, huku mvua ikizidi kushuka na usoni mwake. Alipofika karibu na barabara kuu, ghafla gari lililokuwa likiendeshwa kwa mwendo wa kasi liliteleza kutokana na maji mengi barabarani pamoja na matope yaliyojaa katika barabara ile.
Mungu wangu!" Juma alipiga kelele. Sekunde chache baadaye, mwili wake ulirushwa pembezoni mwa barabara. Mvua iliendelea kunyesha juu ya damu yake. Ndani ya nyumba ya Neema, aliendelea kupambana na maumivu makali bila kujua kwamba mume wake alikuwa ameshapoteza maisha. Majirani walipofika walimkuta Neema akiwa hoi bin taban. Kwa msaada wa wanawake wa kijiji, alijifungua mtoto wa kiume salama. Alfajiri ya siku hiyo ilikuwa ni historia nyingine, lakini furaha ya kupata mtoto iligeuka majonzi mazito baada ya kupewa taarifa ya kifo cha mume wake Juma. Neema alipiga yowe kali tena kubwa lililowafanya hata majirani kulia. Mungu wangu, nitamhitaji mwanangu mimi? Nitamleaje mwanangu mimi peke yangu? Nitaishije mimi jamani? Alijiuliza kwa uchungu na alilia kwa uchungu mkubwa. Majibu hakupata. Ndipo mwishoni aliamua kumpa mtoto huyo jina la Kelvin. Basi miaka ilipita kwa shida kubwa sana. Neema alihangaika kufanya kazi mbalimbali. Neema alifanya kazi za ndani kwa matajiri mbalimbali ili aweze kupata chakula cha kumlisha mtoto wake. Wakati mwingine walilala njaa. Nyumba yao ilikuwa imechakaa sana kiasi kwamba mvua ikinyesha walikesha wakihamisha vyombo kuzuia maji. Kevin alipokuwa mdogo alikuwa mtoto mtulivu sana. Alimpenda sana mama yake, na mara nyingi alikuwa akisema, "Mama, nikikuwa nitakutajirisha. Nitapambana. Lazima nifanikiwe." Neema alikuwa akitabasamu huku machozi yakimtoka. Lakini maisha yalivyozidi kuwa magumu, ndipo taratibu kila kitu kilianza kubadilika. Basi Kelvin alipofikisha umri wa miaka 16, alianza kujiunga na makundi mabaya ya vijana waliokuwa wakitumia pombe na madawa za kulevya. Alianza kurudi nyumbani usiku sana, tena akiwa amelewa. Neema alijaribu kumkanya sana mwanae. "Mwanangu, hiyo njia sio nzuri kabisa. Hiyo njia unapotea mwanangu." Lakini Kelvin alimjibu kwa hasira, "Maisha gani haya mama? Haya ni maisha gani? Tazama tunavyoishi. Tazama, kula yetu shida, kunywa yetu shida, hata kuvaa nayo shida. Tumezaliwa maskini, tunaishi kama wanyama. Hapana, mimi siwezi kukubali." Maneno yale yalimuumiza sana Neema, yalimuumiza mno. Kadri siku zilivyozidi kupita, Neema naye alianza kunywa pombe taratibu ili kuweza kusahau matatizo yake. Neema alijiingiza kwenye vikundi vibaya vya kutaka kupoteza mawazo, na aliamini pombe zinaweza kuwa chanzo kikubwa cha kumfanya kupoteza mawazo. Alianza kuzoea virabu mbalimbali vya pombe vya Uswahilini, ambapo alikesha mpaka usiku wa manane. Mama na mwana walikuwa wanaangamia taratibu bila kujua. Basi siku moja Kelvin alipata msichana mrembo
mzuri, mwenye kila sifa ya kuitwa mwanamke stahiki. Msichana huyo aliitwa Diana. Diana alikuwa mrembo sana. Diana alikuwa mrembo aliyeumbwa akaumbika. Diana alimpenda sana Kelvin. Tena alimpenda kwa moyo wake wote. Licha ya matatizo yake, lakini alimpenda. Kelvin alijiona kama amepata mwanga mpya katika maisha yake. Basi usiku mmoja waliwasiliana. Kisha walipanga mipango yao kwa furaha sana, wakitaka kukutana. Kelvin alimwambia Diana, "Jamani mpenzi, tafadhali kesho naweza kuja nyumbani. Nataka uje tupike pamoja, tufurahi pamoja, tupange mipango mbalimbali ya maisha yetu ya baadaye." Basi Diana alifurahi kwa furaha sana na alilipokea vizuri tu. Lakini usiku huo huo Neema alikuwa kwenye baa akinywa pombe zake kupita kiasi. Alizidi kulewa. Alikuwa amechanganyikiwa vibaya mno. Kelvin naye alikuwa nyumbani kwake akinywa pombe, akimsubiri Diana mpenzi wake waliowekeana ahadi. Huku mvua nyepesi ilikuwa ikinyesha huko kwa nje. Umeme ulikuwa umekatika, na tena ulikuwa unakatika sana mara kwa mara. Saa ziliendelea kwenda, lakini Diana hakufika. Kelvin alizidi kulewa, akiwepo getoni kwake. Muda wa usiku wa manane, akiwa elewi, Neema alirudi nyumbani, yaani akiwa hajitambui vizuri kabisa. Basi kwa sababu ya giza na ule ulevi uliopindukia, Neema aliingia katika chumba kisicho chake. Ndipo mama Kelvin, ambaye ndiyo Neema, aliingia kwenye chumba cha mwanaye, huku Kelvin naye aliyekuwa amelala akiwa amelewa alikuwa akimsubiri mpenzi wake chumbani kwake. Lakini mama yake naye alikuwa ameingia ndani ya chumba chake bila yeye kuelewa. Katika hali ya kuchanganyikiwa na kutokuelewa kilichokuwa kinaendelea, ndipo Kelvin bila kuelewa alijikuta akikutana na mama yake kimapenzi katika usiku huo, wakiwa kitandani. Na hapo ndipo katika usiku huo ulizaa siri mbaya ambayo ingeteketeza maisha yao yote. Basi asubuhi ilipofika, mwanga wa jua uliingia dirishani. Neema aliamka taratibu. Alipogeuka pembeni, moyo wake ulisimama kwa sekunde chache. Hakuamini alichokiona. Mungu wangu, nini hiki? Alikuwa yupo kitandani, tena akiwa na mwanaye, wakiwa wamejifunika shuka moja, wakiwa kama walivyozaliwa. Kelvin naye alipofumbua macho, alifumbua polepole, kisha wakatazamana macho kwa macho, wakakutana. Kimya kizito kilitanda ndani ya chumba kile. Uso wa Kelvin ulipauka ghafla. Neema alianza kutetemeka. "Hapana, nimesema hapana, haiwezekani," alisema huku machozi yakimtoka. Kelvin alishika kichwa chake tena kwa maumivu makali ya kihisia. Alitamani dunia ipasuke ama ifunguke ili iweze kummeza. "Mama, mimi sielewi. Iki chumba changu mimi.
hiki chumba changu imekuwaje kwani? Jamani mama, mama, mama. Kelvin alichanganyikiwa sana. Machozi yalikuwa yanamwagika huku akijiangalia kwenye shuka aliyokuwa amejifunika. Hali ilikuwa mbaya. Neema alipiga kelele ya uchungu mkali. Siku hiyo nyumba yao iligeuka kaburi la siri mbaya. Basi Kelvin alitoka nje akiwa hajavaa viatu wala hajavaa nguo zake vizuri. Alitembea bila kujua anapokwenda, huku akili yake ikiwa imevunjika kabisa. Yaani ilivurugika. Alichanganyikiwa, na kama kuvurugwa, alivurugwa mno. Basi usiku ulipofika, alirudi nyumbani kuchukua begi lake dogo. Alipofika nyumbani, alimkuta mama yake. Kisha akamwambia, mama, siwezi kabisa kubaki hapa. Siwezi. Neema alikuwa akilia kimya kimya, akiwa elewi. Neema akikari vurugwa. Nisamehe mwanangu. Kelvin hakujibu chochote. Aliamua kuondoka na kuishia gizani bila kugeuka nyuma. Na hapo ndipo laana ya familia ilipoanza rasmi. Usiku ulikuwa mtulivu sana. Baada ya Kelvin kuondoka nyumbani, Neema alibaki amekaa sakafuni pembeni ya kitanda, huku machozi yakimtoka bila kukoma. Kila alipofumba macho, alikumbuka tukio la usiku ule mbaya. Mvua nyepesi iliendelea kunyesha nje ya nyumba yao, nyumba ambayo chakavu, huku upepo ukivuma taratibu. Neema alijikumbatia kwa maumivu makali ya moyo. Mungu wangu, kwa nini umeniacha? Kwa nini umeniacha mimi? Mungu Baba muumbaji, kwa nini uliniumba ili niteseke? Kwa nini mimi? Kwa nini unanipitisha katika magumu hivi mimi? Kwa nini mimi kila siku? Kwani mimi ni nani? Mungu wangu, tafadhali. Aliuliza kwa sauti ya mtetemeko, ya kilio na huzuni nzito. Lakini hakukuwa na jibu. Nyumba ile ndogo ilionekana nzito kama kaburi. Kelvin alitembea usiku kucha bila kujua wapi anapokwenda. Akili yake ilikuwa imechanganyikiwa kabisa, yani vibaya mno. Alijiona mchafu, alijiona mwenye laana. Kila hatua aliyopiga ilionekana kuwa na uzito. Aliishia kwenye stendi za mabasi ya mkoani akiwa hoi bin taabani. Alikaa kwenye benchi la mbao huku akitetemeka kwa baridi kali lililokuwa linaendelea. Basi asubuhi ilipofika na jua lilipoanza kuchomoza, rafiki yake mmoja wa zamani aitwaye Bosco alimuona kwa mbali. Kelvin, wewe mbona uko hivi? Bosco aliuliza kwa mshangao. Kelvin alinyamaza. Bosco alikaa pembeni yake
Kuna nini? Una nini kwani Kelvin? Una matatizo gani? Kwa nini uko hivyo? Kelvin alitikisa kichwa tu. Sitaki kuongea. Sitaki kuzungumza lolote lile. Bosco alikaa pembeni. Alimwangalia kwa muda. Kisha akasema, kama una matatizo, twende kwangu kwanza. Kelvin hakujibu lolote, lakini alikubali kumfuata Bosco. Bosco alikuwa anaishi kwenye chumba kidogo cha kupanga, maeneo tu ya Uswahilini. Maisha yake hayakuwa mazuri sana, lakini alikuwa akifanya biashara ndogo ndogo bandarini. Alimpatia Kelvin maji ya kuoga pamoja na chakula, lakini cha ajabu Kelvin hakula. Usiku ulipofika, Bosco alimsikia akilia kimya kimya. Wewe mwanaume unalia nini? Hebu jikaze bwana mzee, Bosco aliuliza. Kelvin ndipo alipofuta machozi kimya kimya. Nimeharibu maisha yangu mzee. Nimeharibu ndugu yangu. Bosco alijaribu kumuuliza, lakini Kelvin hakusema ukweli wowote. Hakuthubutu hata kidogo. Siri aliyokuwa nayo ilikuwa nzito kuliko kifo. Wakati huo Neema aliendelea kuishi kwenye mateso makubwa ya akili. Alijifungia ndani kwa siku kadhaa. Hakutoka nje wala kuongea na majirani. Lakini baada ya wiki kadhaa, alianza kuhisi hali ya tofauti mwilini mwake. Alikuwa akitapika mara kwa mara. Mwili wake ulikuwa dhaifu. Mwanzoni alifikiri ni pombe. Lakini siku moja, jirani yake Mama Tunu alimwangalia kwa makini. Neema, una uhakika hujapata ujauzito kweli? Maneno hayo yalimpiga kama radi. Hapana, Neema alisema kwa haraka, huku akitetemeka. Lakini ndani ya moyo wake hofu ilianza kukua. Siku 2 baadaye alienda hospitali kwa siri. Majibu aliyopata yalifanya miguu yake ikose nguvu. Alikuwa mjamzito. Neema alibeba ujauzito wa mtoto wake bila kutegemea. Yaani mwanaye wa kumzaa, tena aliyemzaa kwa mateso. Leo amepewa mimba na mwanaye kwa sababu ya ulevi. Neema alipotoka hospitali akiwa kama mtu aliyepagawa mno. Alichanganyikiwa. Alihisi dunia yote inamzunguka yeye, na alihisi kama vile inamwangukia. Basi ndipo aliamua kwenda moja kwa moja kwenye baa ili kuweza kupunguza mawazo. Alikunywa mpaka akapoteza fahamu. Miezi ilizidi kwenda. Tumbo la Neema lilianza kuonekana. Majirani walianza kuzungumza. Mbona hana mume? Kapata mimba ya nani? Labda ana mwanaume wa siri. Neema alizidi kuaibika. Hakutaka hata kutoka nje. Lakini kilichomuumiza zaidi ni kwamba hakujua kabisa Kelvin alikuwa wapi. Basi kila siku alitamani amuone hata kwa mbali. Lakini Kelvin alikuwa ametoweka. Tena alitoweka kabisa. Kwa upande mwingine, Kelvin alianza kufanya kazi bandarini kupitia msaada wa Bosco.
alifanya kazi nzito za kubeba mizigo mchana kutwa, lakini pombe haikumwacha. Kila usiku alikuwa akilewa ili kusahau yaliyotokea. Bosco alianza kuchoka. Sasa wewe ukifa hapa, si utanifea mimi wewe? Kelvin alicheka kwa nguvu. Kufa ndo kitu pekee kizuri kilichobakia. Bosco alishtuka. Hapana, hapana kabisa, usiongee hivyo. Lakini Kelvin alikuwa tayari amevunjika ndani, tena ndani kabisa. Basi Bosco alishtuka sana na majibu ya Kelvin. Hapana, usiongee hivyo. Lakini Kelvin alikuwa tayari amevunjika ndani kabisa. Siku moja bandarini alikutana na mwanaume mmoja tajiri aitwaye Mr. Richard. Richard alikuwa mfanyabiashara aliyekuwa akisafirisha bidhaa kwenda nje ya nchi. Alimwona Kelvin akibeba mizigo, tena mizigo mizito, huku akisaidia kufanya kazi wafanyakazi wengine. Kijana yule alionekana mwenye nguvu. Ndipo Richard alisema, nakuhitaji. Basi baadaye alimuita, unaitwa nani? Kelvin. Umesoma? Hapana mheshimiwa, nimesoma kidogo tu. Richard alimwangalia kwa makini. Nahitaji mtu wa kufanya kazi kwenye kampuni yangu, na nahitaji mtu kama wewe. Vipi, utaweza? Kelvin hakusadiki moja kwa moja. Mimi? Ndiyo. Ilikuwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu kuona mwanga wa matumaini. Nyumbani hali ya Neema ilizidi kuwa mbaya. Alikuwa akiteseka sana kipindi cha ujauzito. Usiku mmoja alijifungua mtoto wa kike. Mtoto huyo alikuwa mzuri sana. Neema alipata mtoto. Alikuwa na macho makubwa yaliyofanana na Kelvin. Neema alipomshika mtoto huyo alianza kulia sana. Huu ni mtihani gani jamani, Mungu wangu? Tazama hiki. Aliamua kumpa jina la Aisha. Lakini kila alipomtazama mtoto huyo alikumbuka siri ya kutisha iliyokuwa moyoni mwake. Basi miaka ilizidi kupita. Kelvin alifanikiwa sana chini ya Richard. Alifanya kazi kwa bidii na kuaminiwa. Baada ya miaka 4, Richard alimsaidia kupata nafasi ya kwenda kufanya kazi Afrika Kusini. Ndipo Kelvin alikubali mara moja. Hakutaka kubaki Tanzania tena. Nchi hiyo ilikuwa imejaa kumbukumbu za maumivu mazito kwake. Akiwa hajui ya kwamba mama yake tayari ameshajifungua na ana mtoto. Basi kabla Kelvin hajaondoka, Bosco alimweleza rafiki yake, usisahau ulipotoka Kelvin. Kumbuka unapokwenda. Haya ni maisha. Kuwa makini. Kuna sehemu zingine watu usahau kabisa. Maisha ya Afrika Kusini ya Kelvin yalianza kubadilika. Alifanya kazi kubwa kwenye kampuni ya usafirishaji. Ndipo taratibu akaanza kupata pesa nyingi, lakini moyo wake haukuwa na amani. Hii ni sehemu ya kwanza ya simulizi hii nzuri, tamu na adhimu. Simulizi inayokwenda kwa jina la Laana ya Familia. Tumeona sehemu ya kwanza. Mtoto na mama yake wameingia penzini bila kutegemea, na wamefanya walioyafanya. Hatimaye mimba inatungwa. Neema anapata mimba. Mtoto anazaliwa. Mtoto wa kike anaitwa Aisha. Lakini Kelvin anapata dili la kwenda Saudi
anapiga kazi na anaanza kupata pesa. Sasa je, ni nini kitaendelea? Usikose muda na wakati mwingine katika mwendelezo wa sehemu ya pili. Mimi langu jina ni Mr. A Romantic. Asante na kwaheri.